Naam, nite Madema au Dr. Maganga ndugu zangu. Leo nimekuja kujibu swali ambalo nakuaga naulizwa sana kuhusiana na hawa wadudu wanaitwa nghumbula. Watu wengi walikuwa hawajui. Sasa hawa ndio wadudu wanaitwa nghumbula, kama ulikuwa hawajui ndio hawa. Nimekuwa nikielezea sifa zake nyingi sana, faida zake nyingi sana. Mambo yake yanayofanyika kupitia hii dawa ni mengi sana. Sio, umeelewa? Watu walikuwa hawajui hawa ndio nghumbula. Na nghumbula hawa wanatumika kwenye mapenzi, kwenye biashara, mvuto wa mwili, lakini kumpandisha mtu kiwango, yani mtu kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sawa, lakini hii haitoi uchawi. Hii inakupa mvuto. Sawa, watu wengi wanashindwa kutambua kati ya dawa ya mvuto na dawa ya kutoa uchawi. Hii haitoi uchawi mwilini, bali inakupa mvuto. Inakupa nguvu ya mvuto, inakupa nguvu kwenye nyota yako, yani inaipa nyota yako nguvu ili uweze kusurvive na kuweza kukufanyia kile ambacho unachokitaka. Sawa? Nimesema hii inatumika kwenye mapenzi. Kama unahitaji kumpagawisha mwanaume wako au mwanamke wako, kumfanya akupende sana, akulilie, akugande, akung'ang'anie. Sawa? Asitamani kuwa na mtu mwingine yoyote, utaitumia hawa dudu wanaitwa nghumbula kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kama mwanaume wako alikuwa hatulii ndani ya nyumba, anakudharau. Sawa, mwanamke wako hajatulia, anakudharau, heshima hakuna, kila siku maugomvi, watumie hawa wadudu kwa niaba kutengeneza kesho iliyo bora katika familia yako, katika mji wako, katika mapenzi yako. Kuna mtu ameondoka kwenye maisha yako, yani kwenye mahusiano yako ameondoka, ukipiga simu hapokei, ukituma meseji hajibu. Chukua hawa wadudu, changanya na dawa inaitwa kalilalila, changanya na dawa inaitwa mkwegu, mkumbi, sawa, pamoja na lunduta, pamoja na mpapatiko na itinginyangulu. Changanya, nenda kachome na uoge. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utaanza kuona yule mtu ataanza kukusumbua. Lakini unahitaji kutengeneza mwili wako tu, yani mwili wako ili ukae vizuri, uwe na mvuto wa kupendwa na kila mtu. Kwenye biashara zako, mambo yako yaweze kwenda vizuri, tafuta dawa inaitwa kasela. Sijui umeelewa? Tafuta dawa inaitwa kasela. Sawa? Tafuta na dawa inaitwa msulula. Sawa? Na dawa inaitwa nhwia mang'ombe. Sawa? Na utafute na dawa inaitwa nungu. Sawa? Nungu au kitashika. Changanya hiyo dawa, kuwa unaitumia kuoga na kusafisha kwenye ofisi yako na kuchoma. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wateja watakuja kuwa wengi sana katika biashara yako. Unahitaji kuwa na mwili wako tuna mvuto tu mzuri. Chukua runduta na kasela. Sawa, ukipata mtu akukuchanjia, akuchanjie kwenye mwili wako, utakuja kunishukuru. Hata kama ulikuwa huna bahati ya kupendwa, huna bahati ya kudumu kwenye mahusiano, lakini huna bahati ya kupewa pesa, hata kama ukideti na mwanaume, ana pesa kiasi gani hakupi. Sawa, tumia hawa wadudu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, utakuja kunikumbuka. Tena utakuja kunikumbuka kweli kweli. Sawa, na ukipata ile inama ni kuchume au shuntama